Naam, hii leo kwenye kipindi cha Mtazamo ni naye Lam Raphael ambaye ni kada wa Chama cha Mapinduzi. Atuambie mengi sana ambayo yanahusu chama chake cha Mapinduzi, hasa kwenye sekta ama kwenye masuala mazima ya maendeleo kuwaletea wananchi. Kwanza kabisa Bwana Lam Raphael, karibu sana Kemgongo TV, na kwa kuanza nianze kwa kukuuliza swali la msingi. Chama cha Mapinduzi kimeshika dola toka kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi vya siasa. Je, Chama cha Mapinduzi kimeleta maendeleo? Bila shaka. Chama cha Mapinduzi, kwanza lazima tufahamu Chama cha Mapinduzi ni chama cha wakina nani. Chama cha Mapinduzi ni chama cha wakulima na wafanyakazi. Sasa tunapozungumzia maendeleo, lazima tuangalie kwenye nyanja kuu mbalimbali, kwenye nyanja ya kijamii, kiuchumi na kisiasa. Sasa tokea Chama cha Mapinduzi kishiriki kwanza katika harakati za kudai uhuru na kufanikisha huo mchakato, na mwaka 61 tukafanikiwa kuwa huru. Chama cha Mapinduzi kimekuwa kikishiriki katika jitihada za kumkomboa Mtanzania katika wimbi kubwa la umaskini, ambapo tumeona kwamba kimekuwa kikiibua baadhi ya fursa mbalimbali au kitengenezea mazingira wezeshi kwa wananchi, pia hata sasa kwa vijana katika kujiajiri na kutoa fursa mbalimbali za ajira. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi nikiri tu wazi kwamba kimefanikiwa. Tumeona kikijenga miradi ya kimaendeleo, hasa tukitazama kwenye SGR, bwawa la Mwalimu Nyerere na viwanja vya ndege na vingine vingi tu. Kwa hiyo tukija kwenye upande wa kisiasa, tumeona Chama cha Mapinduzi mwaka 92 kikishiriki katika kuzaa mfumo wa vyama vingi vya siasa, ambapo baada ya hapo tulipata vyama kama Chadema, ACT Wazalendo, Kafu. Tumeona kwamba kwenye upande wa kijamii, kiuchumi na kisiasa, tumeona kwamba mpaka sasa hivi napozungumza tuna vyama zaidi ya 18, kwa maana vyama 19. Kwa hiyo ni hatua ya kujivunia kwamba ndani ya Chama cha Mapinduzi au ndani au chini ya uongozi wa Chama cha Mapinduzi tumefanikiwa kuvizaa vyama vingine 18, na ambapo sasa tunaendelea kuvilea hadi kufika kwenye ile hatua ambayo siku nyingine baada ya miaka huko 50 kwamba wananchi sasa wanaweza wakaona kwamba wanaweza kupata mbadala wa CCM. Lakini kwa sasa Chama cha Mapinduzi kimejiimarisha katika kuhakikisha kwamba kinaendelea kuwa ndo chama pekee au tumaini la wananchi katika kuamua kijamii, kiuchumi na kisiasa. Tija ipo na tija inaonekana, ambapo tumeona kwamba mara baada ya Chama cha Mapinduzi kuvizaa hivi vyama vingine 18, tumeona kwamba sasa tunaanza kupata uwakilishi wa wabunge kutoka kwenye vyama mbalimbali, ambapo huo uwakilishi wa wabunge wakiwa bungeni wameshiriki sasa katika kuisimamia serikali, kuishauri serikali na kushiriki moja kwa moja katika miradi ya kimaendeleo na katika kuendeleza ile lengo kuu la serikali ambalo ni ustawi wa wananchi na kuwaletea maendeleo wa Tanzania. Naam, tugeukie kwa upande wa vijana hasa wa Chama cha Mapinduzi. Je, CCM ina mchango wote kwa vijana hao? Bila shaka Chama cha Mapinduzi kina mchango mkubwa hasa katika kundi kuu la vijana. Na tukitazama Chama cha Mapinduzi mwaka 1978 baada ya kuasisiwa kwa chama hicho mwaka 77 kiliunda jumuiya ya vijana, ambapo lengo kuu la kuanzisha hiyo jumuiya ya vijana ilikuwa ni kuoka na kulea viongozi. Maana yake ni nini? Kwamba jumuiya ya vijana ndio imepewa fursa kubwa katika kuandaa vijana ambao tunafahamu kwamba vijana wa sasa ndio viongozi wa kesho, au ndio viongozi wa sasa na kuendelea. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi kimekuwa kikitilia
nguvu au kikiwekeza jitihada kubwa katika kuendeleza kundi kula vijana, hasa wote nafikiri ni mashahidi, tumekuwa tukiona kwamba sasa hivi asilimia kubwa vijana wamepewa fursa ya kuwatumikia wananchi, hasa katika nafasi mbalimbali. Tumeona kwenye nafasi za wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, hasa nikitolea mfano kwa ndugu yangu Heli James ambaye ni mkuu wa mkoa wa Iringa, tukija kwa ndugu yangu Jafari Kubecha. Sasa hao ni vijana ambao wameendelea kuaminiwa na Chama cha Mapinduzi, ambapo watu tunafahamu kwamba hii serikali ni serikali ya Chama cha Mapinduzi. Hivyo basi Chama cha Mapinduzi kimeendelea kuwekeza nguvu kubwa sana katika kundi kuu la vijana, ambapo wote tumeona kwamba Chama cha Mapinduzi kimekuwa na utaratibu wake ambao ni utaratibu wa kikatiba wa kuhakikisha kwamba vijana wanawakilishwa kwenye vyombo vya maamuzi, nikiwa na maana kwenye bunge, ambapo tunaona kwamba vijana hasa ili kundi la mabinti au wanawake wamekuwa wakipewa fursa ya kwenda bungeni. Sasa tunapozungumzia kwenda bungeni, hawaendi kule kucheza, wanaenda kuwasemea vijana. Hivyo basi niziombe taasisi mbalimbali za kiraia na wananchi kuungana na Chama cha Mapinduzi katika kuwaamini vijana, hasa waendelee kuwaona vijana kama ni kundi ambalo linaweza kushiriki katika kuleta mabadiliko chanya katika taifa letu. Naam, swali jingine tujikite kwenye vyama vingine vya siasa. Tumeona vimekuwa vikiyazungumza baadhi ya mambo ambayo pengine anaona hayaendi sawa kwenye jamii, kwenye sekta mbalimbali, afya, miundombinu, masuala ya elimu na mambo mengi kwenye jamii. Unadhani vyama vingine vya siasa vina mchango mkubwa kwa kuipa pressure Chama cha Mapinduzi kuleta maendeleo ambayo haitaki kuyaleta kwa wakati? Ya, bila shaka. Kwa sababu nafikiri unazungumzia vyama vingine, una maana vyama ambavyo havijapata fursa ya kushika dola au ya kuunda serikali. Sasa hivyo vyama vimekuwa vikipata, nafikiri, platform ya kuongea na wananchi pia kwenye mikutano yao ya hadhara. Sasa kupitia ile kuongea na wananchi vimekuwa vikiibua baadhi ya kero ambazo aidha kwa namna moja ama nyingine Chama cha Mapinduzi unakuta kipo kwenye utekelezaji wa hizo kero, au bado hakijaanza utekelezaji wa hizo kero. Kwa hiyo kupitia mikutano ya hadhara, vyama vingine vya siasa vimekuwa na huo wigo wa kuibua hizo hoja, ambazo sasa hizo hoja sisi kama Chama cha Mapinduzi tukiziona tunapata fursa ya kwenda kuzifanyia kazi. Na nikiri wazi kwamba hizo changamoto au hizo kero ambazo zimekuwa zikiibiliwa na vyama vingine, unakuta ni kero ambazo aidha zipo kwenye utekelezaji au vyombo vingine vya serikali unakuta tayari vishaziona. Kwa hiyo sasa nakubaliana na wewe kwamba anapotokea mtu akwambia bwana, hapa hujafanya vizuri au hapa hujafanya, wewe unapata fursa ya kwenda kufanya. Kwa hiyo ni kweli kwamba hivi vyama vingine vya siasa vimekuwa vikitupa sisi pressure kuhakikisha kwamba tunawapelekea wananchi maendeleo. Naam, natamatisha swali langu la mwisho kwenye kipindi cha hii leo cha Mtazamo, hasa nikizungumzia vile kwenye vyama vingine vya upinzani ama vyama vingine vya siasa hapa nchini, ukitoa Chama cha Mapinduzi CCM. Je, bila Chama cha Mapinduzi CCM madarakani kuwepo, maana yake kushika dola, unaona vyama vingine vya upinzani vikiwaletea maendeleo wananchi? Sidhani kama vyama vingine vya siasa vikipewa fursa ya kushika dola na kuunda serikali kama vinaweza vikawaletea wananchi maendeleo, kwa sababu hata ukitazama tu sera yao ukalinganisha sera ya Chama cha Mapinduzi kwamba ni vyama vya wakina nani, sio sawa na Chama cha Mapinduzi ambacho ni chama cha wakulima na wafanyakazi. Kwa hiyo hata kujaribu kuangalia kwamba sisi Chama cha Mapinduzi tunaamini katika ujamaa na kujitegemea, tofauti na vyama vingine vya siasa. Sasa ni kwa nini nasema Chama cha Mapinduzi hakina mbadala? Kwa sababu hata ukiangalia kwenye muundo tu wa chama chenyewe cha Mapinduzi na watu kilichokuwa nao Chama cha Mapinduzi,
unakiona kwamba ni chama ambacho bado kitaendelea kuaminiwa na wananchi kwa zaidi ya miaka 100, kwa sababu ukiangalia tu viongozi tuliokuwa nao, viongozi vijana tuliokuwa nao, wazee wa busara tuliokuwa nao, unaona kabisa kwamba ni chama ambacho kwanza kilijikita katika kuwatumikia wananchi. Hata wao viongozi vijana, wazee wote wamekuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha kwamba lengo kuu la serikali ni ustawi wa wananchi. Sasa hata ukisikiliza sera za hivi vyama vingine, unaona kabisa ni sera ambazo haziwezi kwenda kumkwamua mwananchi kutoka kwenye wimbi kubwa ili la maendeleo. Sasa nitoe rai kwa wananchi waungane na maneno ya baba wa taifa, au na msemo wa baba wa taifa kwamba kiongozi bora hawezi kutoka nje ya CCM. Sasa tunapomzungumzia baba wa taifa tunamzungumzia muasisi wa Chama cha Mapinduzi na mtu pekee aliyeshiriki kutuletea sisi uhuru kutoka kwa wakoloni. Neno wa baba wa taifa yalikuwa na maana kubwa. Aliamini na bado naamini huku aliko anaendelea kuamini kwamba Chama cha Mapinduzi ndio chama pekee ambacho kina michakato sahihi ya kupata viongozi ambao ni bora, viongozi wa watu, viongozi wa wananchi wa Tanzania, sio viongozi wa vibaraka mabeberu. Kwa hiyo niwaombe wananchi tuungane na baba wa taifa kwa vitendo. Kiongozi bora hawezi kutoka nje ya CCM. Naam, kwa kutamatisha kabisa hapo, una kipi cha kuambia wananchi hasa kuhusiana na chama chako cha Mapinduzi CCM? Cha kuambia wananchi ni kwamba niendelee kuwakumbusha kama ilivyo ada kwamba chama chetu sisi cha Mapinduzi ni chama cha wakulima na wafanyakazi. Kwa hiyo ni chama ambacho sera zake zimejikita katika kuhakikisha kwamba kinaboresha maisha ya wakulima, kinaboresha maisha ya wafanyakazi. Kwa hiyo niwaombe waendelee kukiamini Chama cha Mapinduzi, ambapo sasa kukiamini ni kwa namna gani? Kwamba kukiamini waungane na baba wa taifa au kauli ya baba wa taifa kwamba kiongozi bora hawezi kutoka nje ya CCM. Sasa kwa nini hawezi kutoka nje ya CCM? Kwa sababu baba wa taifa aliona mbali kwamba kama CCM ndio chama pekee ambacho kilishiriki katika harakati za kudai uhuru, za kudai uhuru na kuhakikisha kwamba kinakuja na msimamo sahihi, kwamba hauna imani isiyotiliwa shaka ya Chama cha Mapinduzi ambayo inajikita zaidi katika kuamini kwamba binadamu wote ni sawa na kila mtu anastahili heshima ya kuthaminiwa na kutambuliwa utu wake, na kwamba ujamaa na kujitegemea ndio njia pekee ya kujenga jamii iliyo huru na sawa. Kupitia tu imani hizo, ni wazi kwamba Chama cha Mapinduzi bado, kama baba taifa alivyozungumza kwamba kiongozi bora kutoka nje ya CCM, tazama tu hizo imani za Chama cha Mapinduzi, ni wazi kwamba bado Chama cha Mapinduzi kinaendelea kutoa viongozi ambao wataendelea kuamini kupitia imani hizo za Chama cha Mapinduzi. Ni wazi kwamba Chama cha Mapinduzi kama hivyo sababu wa taifa kwamba kitaendelea kutoa viongozi au kuzalisha viongozi ambao wanaamini katika usawa wa binadamu, ambao wanaamini katika kuthamini na kutambua utu wa binadamu, na katika kuamini kwamba ujamaa na kujitegemea ndio njia pekee ya kujenga jamii ya watu walio huru na sawa. Kwa hiyo ndugu zangu wananchi, tuendelee kukiamini Chama cha Mapinduzi. Hatuna mbadala wa chama kingine ambacho kitaweza kuja kufanya ama kubwa ambayo chama chetu kiliyafanya kutokea uhuru mpaka sasa, ambapo tunazungumzia Tanzania ambao ipo kwenye uchumi wa kati. Asante.
Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.